Jamani, habari zenu? Shikamoo baba. Nimewakurupusha asubuhi kikao cha dharura kidogo. Sisi tumeshakuwa ndugu. Sasa nia na mazumuni ya kikao hiki kuja kuwatambulisha mpangaji mpya huyu hapa. Huyu hapa ni mpangaji mpya. Pigeni basi hata makofi. Wamenuna. Leo mbaya. Hata makofi. Babu tuendelee. Sawa jamani. Nimekuja kuwatambulisha huyu dada. Huyu ni mwenzenu. Nitakuwa naye hapa. Nimekuja kuwatambulisha huyu ni binti yangu na ndiyo atakayesimamia nyumba hii hapa. Kuna tatizo lolote, kuna mtu yoyote amekosea, anakwenda tofauti, ninampigia simu huyu. Afadhali. Bora. Hapo kwenye usimamizi hapo bora. Maana kuna sungu wa mchongo anajifanya au kelele saa 7 za usiku. Gongo hela umeme. Gongo hela umeme. Bora tumepata msimamizi. Mungu katuona. Na bado takoma kumbe alikuwa anatumia hela zake sungu wapi. Wewe na mdomo wewe. Kaa unaboa bwana. Sasa basi endelee. Naomba ushirikiano. Ushirikiano ni muhimu sana. Sio kila mtu anachukua la kwake tu huyo anaondoka. Hata mwenzio kumwaga jamani mimi naenda gengeni hamna. Naenda kazini kama umemwona umekutana nje mwenzio kusalimiana, kumwambia bwana mimi naenda sehemu fulani. Ni vizuri. Mnakaa kama ndugu. Sawa? Sawa. Matatizo yote muoneni huyu. Sawa babu, hapo kwenye ushirikiano. Ila nikichungulia naona kabisa tutoboi. Unaomba. Yaani kila siku shida zinamkuta yeye tu. Kila siku yaani kiberiti cha shilingi 100 kinamshinda. Hata kama sawa ushirikiano nishavulia kofia jamani nimeselenda. Simwezi. Bora ya kuomba kuliko kuibia kiberiti. Hata kama anajiendekeza yaani kila siku yeye anaomba tu ndio wa kwanza kuomba kila siku. Mwambie wewe. Muone kwanza hata hii bwana miguu imemkauka. Lakini ameongea kweli. Sio wote kuwa anaomba kiberiti kwa wote. Si wewe tu ndio leo kuomba kiberiti msaidie ndugu yako. Umesikia wewe binti? Viberiti 10 vinauzwa shilingi 500. Kwa staji tena anipigia hodi wewe unaniongea mlango. Tena nilikuwa nashangaa. Kofia yangu nani anaivunja kumbe bwana huyo hapo. 500. Achana na mimi. Niachane na wewe achana na mimi. Muone kwanza. Miguu imemkauka kuna lolote umbea tu. Nini sasa? Wewe mbona umeme unasumbua hapa watu ongee? Wewe acha tuongee kikao kiishe tukafanya shughuli zetu bwana. Hapa ni kwenye kikao, lazima kero zetu tuzieleze hapa. Yaani kama kuna dukuduku lako lazima useme. Sasa mbona unasumbua kwenye umeme? Kwa ukweli lazima tuchanane ukweli unajua. Hapa tunachanana. Wewe mwenyewe unasumbua sana na redio yako usiku. Watu watulali. Redio Sasa usini wivu. Wewe ni mwana kwako unazungumza kwa sababu hauna redio. Wivu gani ndio gani? Unakimbilia tu kuoa mapema unashinda kuna vitu vya msingi. Mnakalia wivu. Sasa redio Jamani kwani vipi? Wewe nini baba usiwaambie? Kila siku redio hizi na nyimbo yake anaipenda mama Amina. Umo. Muone kwanza. Wewe utakukosa wewe. Sio bure. Kaa. Sasa hayo ndio siataki hayo. Hayo ndio siataki hayo. Hapo leo kwetu tunasema ukweli. Sasa wewe ununue redio, wewe si una ndo maana. Hata kama sina redio ndo piga nini? Hayo ndio siataki. Hayo ndio siataki. Unawasikia wapangaji wako? Uwe na umakini nao sana. Uwe makini sana hao. Unawasikia redio? Hasa huyo hapa. Mara kiberiti, mara siyo nini. Mama,
Ndio kweli lazima tuambiane jamani. Mama. Abe baba. Mama Alice. Umewasikia wenzio? Ndio baba, nimekuelewa. Umewasikia wenzio? Kwani wewe unakosea nini? Mbona nuna? Yaani muda wote kakaza. Ushamia kwa mke wangu sasa. Baba, huyu jamani anapotea. Jamani anapotea huyu. Kidole hicho. Wewe kama kutaisha, utaisha. Mtulia. Umenikumbusha hapo pendo. Kuna nyimbo anaimba. Nimesikia juzi kuna nyimbo. Anaimba na nuna. Muone kwanza. Hapo umenikumbusha baba. Na mimi nayasikia hayo. Alafu baba tena nimekumbuka huyu, umeona huyu? Msumbufu kulipa umeme huyu. Alafu anakesha huyu siku kucha anaangalia movie. Nilijua tu. Muone kwa babu. Unavomuona hata smartphone hana. Ndio maana pointai inashika kwenye TV. Yaani simu zote za mkopo zilizojaa mimi niko si smartphone. Kwa hiyo hakuna lolote, ni wivu tu, anaga TV. Na bado kidogo saa 12 umeme ukija tu keka umeme. Mtakoma safari. Simu zote za mkopo zilizojaa mimi niko si smartphone. Wewe nitakuwa na kwa hiyo wanaotaka simu za mkopo hawajitaki. Wakukopeshe. We nini? Hapa wanasapotiana babu, sione hivi. Maana kila nikiongea na shoga yake ananikata jicho. Ona nikata jicho la nini? Sawa, nishtukia sasa. Tabia ya kunifinya staki. Demo, wewe ndo demo. Kudanga tu saa 7 za usiku hapo nje. Mtangatwa na mbwa nyie. Mzee, kama kikao kimeisha mimi na watu ndio wanishughulikia. Kikao kimeisha. Haya, twende tukafanye shughuli zetu. Mtaa kupanga. Asante sana. Kila mlango una drama. Waume na wake fitina tupu. Kini maisha sio star. Asubuhi wanagombana, maneno yanarushana. Mume ana hela mkononi, mke anabishana. Heka za wapangaji, maisha na banana. Leo ni kicheko feke, kesho matusi ya chana. Ukiona presha imezidi usife kwa kuwaza. Kakata kamba, songa mbele bila kuogopa. Heka macho yanakutana. Leo kala nini, huyu kavalia nini, wanachunguza. Wakiona unaendelea wanachomeka mewango. Kakata kamba, acha wapige domo. Wapo wanaodanga sana, hawana taibu. Ukizubatu kidogo anapita kabisa na wako. Unasemaje? Lisa. Tulia basi. Mbona sasa ukitaka kwa ubaya? Sio kilichonileta. Ninachojua hapa na dakika moja tu ya kukusikiliza. Okay, sawa. Kwani yule kweli ni baba yako? Ndio chonitia. Yule ndiye ni baba yangu. Tena sio baba yangu tu. Ni mtoto wa pekee. Na nashukuru sana Mungu kwa kunikutanisha na mbwa wewe. Na hivyo upo katika imani yangu, nitakunyoosha. Kazi mnayo mwaka huu. Sasa nitanyooka. Mtaa wa kupanga. Kila mlango una. Dada. Samani kidogo usikii. Waume na wake fitina tupu. Samani, hivi ulisema jina lako naitwa nani vile? Mimi Iris. Iris. Samani, nilikuwa naomba uwe rafiki yangu. Tuwe marafiki. Marafiki? Yeah.
Okay, sawa, usijali. Tutakuwa pamoja. Sio. Basi mimi niseme asante kwa kunikubalia ombi langu na nikombe kama utakuwa na shida ya chochote basi usisite kuniambia. Wewe niambie tu. Nipo kwa ajili yako. Okay, sawa, usijali, tutakuwa pamoja, nitakujulisha. Lakini sasa hivi nina kazi kidogo naenda kumalizia ndani. Na kingine dada, nilikuwa naomba kama utahitaji labda nikutembeze, kama utaelekea popote pale, unaweza kaniambia ili tuongozane niwe nakutembeza. Okay, sawa, usijali, nitakujulisha. Hapo haina. Bye. Ila hata ukitaka chakula pia kipo. Sawa. Hii ni singeli ya kupanga, ukweli mchungu wa mtaa, ukiona ikubebi tena kakata kamba. Monila mama, nafikiri kuita kwangu mimi nataka kusafiri. Hasa kama nataka kusafiri, wema wako na desturi yako ile ile iendelee, ushirikiano zaidi. Sawa? Ushirikiano na hawa waacha hapa wapangaji wangu hawa, na mwanangu nimemwelekeza tayari masuala hayo. Kwa hiyo na kuomba ushirikiano ni ule ule. Tafadhali chonde. Moyo wako ule ule nne ujua mimi. Basi endeleza hilo mama. Mimi nasafiri. Nimekusikia na nimekuelewa. Ya mi kama kawaida nitaonyesha ushirikiano kama awali. Naondoa shaka kuhusu mwanao. Pia tutamuonyesha ushirikiano na tawatambulisha kwa wapangaji wenzangu ili tumuonyeshe ushirikiano kwa pamoja. Mimi nikutakia tu safari njema, uende salama na urudi salama. Ila sasa uleta zawadi. Zawadi? Hilo ni zawadi bwana, nitakuleteeni tu safari. Unasemaga hivyo hamna wasiwasi, afu ukienda huko moja kwa moja hadi kwa bibi. Ukienda huko bibi anamaliza zawadi zote pia unakuja wewe. Sasa safari ufanye kweli. Sawa, hiyo dalili ya wivu kumwona wivu bibi yako. Ndio anafaidi pekee. Basi hamna wasiwasi, nitaleta zawadi. Sawa, mimi hata nikamalizia kwa shauri wangu pale. Sio bado upo hapa? Bado nipo. Bado nipo. Sawa. Asante. Asante mama. Mama, ndio unaondoka? Ndio naondoka mke wangu. Nimekusubiri muda wote, umezamia huko dukani. Wewe mimi sina kama usiondoke pale dukani wewe. Ana mazungumzo na wewe. Sawa mke wangu. Sasa mimi kuna abiria amenipigia simu. Wewe na maana abiria na mimi mkeo nani bora? Kama na mke wangu yaani unanipa mtihani sana kujibu. Hujui kama abiria ndo anatuweka mjini mke wangu? Hivi mzima kweli wewe? Ina maana kazi yangu iko wapi? Wewe. Nikija kugundua kama huyo abiria unaenda kumfuata ni mwanamke wako, Daudi na nini? Yaani utambanza mzio. Tena kitu changu unakijua vizuri tu. Maana kuna unaaka kweli afu una wasiwasi. Daudi, nitaka kukwambia sasa. Wewe. Ndani humu kuna mpangaji mpya kaamia. Maana abiria chunga mzigo wako. Kuna mpangaji mpya kaamia. Sasa Daudi nikuona unashoboka. Yaani kuna salamu, lift, ndugu yangu utaumia. Utatokea kwa ubaya na watu na unanijua. Mimi sitaki mzaka kabisa. Wewe, maana nimekuona tu ulishaka kutoa vimacho. Dakika hapa nikana kuchora tu. Sasa utakuja umponze mwenzio. Mke wangu. Sasa bado wananifurahisha mke wangu. Hivi mke wangu, kwa uzuri wako wewe, mimi nataka nini sasa kwa wengine? Mke wangu umekosa nini? Hivi kwa watu sotana una mimi akili sina.
mimi nakupenda. Sawa, mimi nakupenda pia. Basi, mimi nakupenda. Kwa makini sana. Sio basi. Tunaiaga hivyo kweli bwana. Sambo anaondoka kama hivi. Hata kuniaga tu. Nilikuamini nikakupa roho, ukanifanya kipofu kwa maneno matamu. Nyuma yangu ulikuwa na wengi, mbele yangu malaika wa bandia. Nilipokupa kila kitu. Wewe mwanangu, unajua sielewi ndugu yangu. Yaani uelewi kivipi? Unakumbuka ile demo ambayo tumetambulishwa pale na baba mwenye nyumba kwamba atakuwa msimamizi wa pale ndani? Yeah, nakumbuka. Kafanyaje? Oya, ile demo mwanangu mimi ni ex wangu. Wewe, usiniambie mwanangu. Wewe acha tu. Yaani ni hivi. Yule demu wakati ninaishi Kijichi nilipita naye mwanangu. Nilikuwa napita naye mzee. Sasa mbaya zaidi ni kwamba demu alinielewa kinoma mwanetu. Yule alinielewa. Alafu mimi nilikuwa sijaelewa hata kidogo. Sasa unajua masela, mimi nilikuwa napita tu hivi. Lakini alinikubali kinoma mzee. Shona. Alafu ni mazingira fulani hivi ya kunizingatia kusoma ukoto. Demu kaninyonga sana nimesasamba ndugu yangu. Lakini mimi nilikuwa sijamuelewa hata kidogo. Mbaya zaidi sana. Yule demu alikuwa na malengo na mimi. Anataka nimuoe. Alafu mimi nilikuwa sina hata malengo ya kuoa. Ushaelewa? Sasa kuepusha hilo ilistimia. Akinipigia simu, baby, mimi nakuja basi. Namwambia poa mama, njoo. Akikata tunampigia simu mwingine, njoo ghetto. Akifika namkuta mwenzie. Mwanangu mizozo. Lakini huwezi amini. Yule anisamee bila hata kumwomba msamaha. Shona. Mwanangu sio poa. Sasa mbaya zaidi tulipanga siku akanitambulishe kwao. Umeona? Siku ambayo twende ukweli akanitambulishe. Maana ndio siku ambayo nimeyama kwa mia kusema. Tukachimba hivi mwanangu. Da mwanangu yo noma mzee wangu. Kwa hiyo wewe ukujua kama hapo unakuja kupanga nyumbani kwao au? Oya. Yaani ni familia yao. Nilikuwa simjui yoyote. Simjui babake, simjui mama yake, wala ndugu yake yoyote. Nilikuwa namjua yeye tu. Sisi nilikimbia utambulisho pale siku ile, na maana chochote nilikuwa sielewi. Anaona nimetokea. Kwa hiyo unafanyaje mzee wangu? Oya mwanangu. Paka napagaa mwanangu. Kwa sababu ile demu mwanangu kanipania kinoma. Yaani akasema ataninyoosha ndugu yangu. Alafu mbaya zaidi nimelipa kodi juzi tu hapo miezi 6 alafu hapa sina pesa ndugu yangu. Ushaona? Yaani kama ningekuwa na hela, fresh tu ningehama hapa, sio kesi wala nini, lakini sina hela. Yaani kama hiyo unawezekana kufaulisha hapa mimi ningehama chapo tu. Ningepata mtu akahamia hapa mimi nikaondoka kwake baridi. Lakini sina hela. Yaani mwanangu, yaani demu kanipania mzee wangu. Da. Kwa kweli ndo maana halisi ya milima ikutana. Ila binadamu wanakutana. Mwanangu hapo cha msingi mimi nachokiona wewe tulia kwanza. Alafu tu tunalisoma vipi hili swala. Mwanaitu. Naweza kuchanganikiwa mzee wangu. Sikujua kesho itanirudisha ukiwa chini ya mamlaka yangu. Leo umekuja ukiwa mgeni, moyo wako umejaa hofu. Mimi ndiye msimamizi wa maisha yako, yule uliyemuumiza bila huruma.
maisha sio starehe. Asubuhi wanagombana, maneno yanarushana, mume ana hela mkononi, mke anabishana.